wengine tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Kutoka. Glory to Jesus. I say praise the Lord. Bwana sifiwe. What a joy it is to be in the King's house. Ni furaha iliyoje kuwa katika nyumba ya mfalme. I welcome all of you for a great Sunday. Na wakaribisha nyinyi wote Jumapili kuu. That God may minister to us. Naye Mungu apate kutuhudumia. Let's go to the Bible, to our Bibles in the book of Exodus chapter number 33. Hebu tuende katika Biblia zetu katika kitabu cha Kutoka sura ya 33. From verses number 12. Kuanzia aya ya 12. What does it say? I want us to read loudly, clearly and proudly. Ninataka tusome kwa sauti waziwazi tukijivunia. Verses number 12. What does it say? Aya 12 inasemaje? Then Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people, but you have not let me know who will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight." 13. Now therefore I ask you, if I have found grace in your sight, show me now your way, so that I may know you, that I may find grace in your sight, and consider this, that this nation is your people. 14. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. 15. Then he said to him, if your presence does not go with me, do not carry us up there. For how will it be known that I and your people have found grace in your sight? It is not by this going with us to that we are separated, I and your people, from all the people who are on the face of the earth. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, we bow to you twainama mbele zako and thank you, hata tunakushukuru because you are our Father. maana wewe ni baba yetu. Talk to us. Tunenee, We are listening. maana tunasikiza. For in Jesus' mighty name we have prayed. Kwa jina la Yesu tumeomba. And the church say, Thus says the Lord. and the church say, let's be seated in the presence of the Lord. Tuweze kuketi mbele ya uwepo wa Bwana. Greet your neighbor from a distance. Tell him, I am going to be a blessing to Salimia you. jirani yako kutoka mbali, Hey, mwambie church. nitakuwa baraka kwako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Today I want us to share this wonderful word. Leo hii ningetaka tushiriki neno kuu hili. Moses has been leading the children of Israel Musa amekuwa akiongoza wana wa Israeli for a long time. kwa kipindi kirefu. Moses has seen great things. Na Musa ameona makuu. Moses has seen the power of God. Musa ameona uwepo wa Bwana. But something has happened. Lakini kitu kimetendeka. In Genesis chapter number 32, Katika Mwanzo sura ya 32, you see the children of Israel have done a serious mess. utaona wana wa Israeli wamejiingiza kwenye mambo mabaya. Moses goes up on the mountain Musa anakwea kule mlimani, and he delays. kisha anachelewa. And the children of Israel decide to do otherwise. Nao wana wa Israeli wakaamua kufanya badala. And they say, this man, we don't know what has happened with him. Wakisemezana kwamba hatujui huyu mtu ni nini kimemfanyikia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So Moses delayed. Basi Musa akachelewa. Somebody say Moses delayed. Mtu aseme Musa akachelewa. Hey church, can we go? Moses delayed. Musa akachelewa. So they chose to do otherwise. Na hivyo basi wana wa Israeli wakaamua kufanya badala. They decided to go for a plan B. Wakaamua kwenda njia ya mkato. I want to speak to somebody here Ningelitaka ninene na mtu mahali hapa whose things have delayed. ambaye mambo yake yamechelewa. Can I talk to a church? Nazungumza na kanisa. I know there are things that have delayed. Ninajua kwamba kuna mambo yamechelewa. They have taken longer than you expected. Yamechukua muda mwingi zaidi ya You ulivyotarajia. expected by now you'd be somewhere else. Ulitarajia kufikia sasa utakuwa hatua nyingine. You would have moved a step forward. Ungekuwa umeenda hatua mbele.
And this has caused trouble in your Na life. basi jambo hili limesababisha mambo kuwa mazito maishani mwako. I want to speak to you. Nataka ninene nawe. Don't look for another plan. Usitafute njia ya mkato. The Lord will still come. Maana Mungu bado yuaja. Can I talk to somebody? The Lord will still come. Ninene na mtu kwamba Mungu bado yuaja. Delays are not Kwa denials. sababu kuchelewa si kumaanisha The umenyimwa. Lord shall come. Maana Mungu yuaja. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana litukuzwe. And now here, Basi hapa God decides to tell Moses something. Mungu akaamua kumwambia Musa kitu. Remember, God has already promised them and he is leading them to the promised land. Kumbuka kwamba Mungu amewaahidi na sasa anawaongoza katika nchi iliyokuwa ya ahadi. When you read the whole story, you see God now decides to forsake them. Ukisoma historia yote utaona kwamba sasa inafikia Mungu anataka awaachilie. So that Moses can lead these people without God. Kwa nini? Ili Musa aweze kuongoza watu hawa bila Mungu. Am I talking to a Je, church? na neno na kanisa. And the scripture tells us something powerful. Na maandiko yanatuambia kitu cha kipekee. Moses still wants to know much about God. Musa bado anataka kufahamu mengi kumhusu Mungu. And he tells God one thing. Na anamwambia Mungu jambo moja. This is where I want us to touch today. Na hapa ndipo ninataka tuweze kuangazia leo hii. He says, if your presence will not go with us. Musa anasemaje? Kama uwepo wako hautaenda nasi, Don't take us there. usitupeleke pale. Can I hear this church say those words? Hebu nisikie kanisa ikirudia maneno hayo. If your presence Kama uwepo wako will not go with us, hautaenda pamoja nasi, don't take us there. usitupeleke pale. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. You have promised us things. Wewe umetuahidi vitu. You've told us Canaan is a land flowing with milk and honey. Hata ukatuambia kwamba Kanaani ni nchi inayotiririka maziwa na asali. No more slavery. Hakuna tena utumwa. We shall live in our own houses. Tutaishi kwenye nyumba zetu. We shall enjoy life in Canaan. Tutafurahia maisha pale Kanaani. But Moses is saying something. Lakini Musa anasema kitu. Despite of the milk and honey in Canaan, Licha ya asali na maziwa Kanaani, if you will not go with us, milk is useless. kama uwepo wako hautaenenda nasi, Let's maziwa hayafai. go, church. If you will not go with us, Kama hautaenenda nasi, if your presence will not be with us, na kama uwepo wako hautakuwa nasi, milk is useless. maziwa ni bure, Honey is useless. asali ni bure, Big houses are useless. manyumba makubwa ya kifahari ni bure. Whatever you have promised us, without your presence, Chochote ulichotuahidia bila uwepo wako, we better stay without them. hata heli tukae bila hizo ahadi. Can I hear an amen from this Nisikie house? amina kutoka kwa nyumba hii. So this one tells me something. Basi hii inaniambia kitu. Moses has walked with God and he has discovered something that is unique. Musa amenenda na Mungu na ameweza kutambua kitu cha kipekee. And that thing is the presence. Na kitu hicho basi ni uwepo. Can you raise up your right hand and say the presence? Inua mkono wako wa kuume useme uwepo. If the presence of God shall not be with me, I don't need anything. Kama uwepo wa Mwenyezi Mungu hautakuwa na kuenenda pamoja nami, sihitaji chochote. He says, let's stay here. Anasema tukae hapa. Let's remain with the presence. Wacha tubaki na uwepo. So church, Basi kanisa, I want us to speak today. ningetaka tunene leo hii. Because many times we have been stolen and thinking that things, possessions, properties, achievements, advancements, they are greater than the presence. Maana
mara mingi tumeibiwa, tunadhania na kufikiria kwamba mali, utajiri na magari, manyumba ya kifahari, vitu kama hivyo, hata kuwa wakurugenzi ni kama ndiyo kitu ambacho tunahitaji sana. We have come to reach a point where we can only see God's presence by what I have. Tumefikia mahali ambapo tunaona uwepo tu wa Mungu na kile ambacho tunamiliki. Moses says, if your presence. Naye Musa nakili kwamba kama uwepo wako. Let me talk to somebody here. Hebu ninene na mtu mahali hapa who feels very low. Anayehisi kwamba ameenda chini. It's as if you are not the level of others. Na ni kana kwamba hujafikia kiwango cha wengine. I've been speaking about the various lies of Satan in our Bible study. Na askofu amekuwa akinena kuhusu uongo mwingi na udanganyifu wa ibilisi katika mafunzo ya Biblia. Let me tell you, whatever lie the devil is putting in you, you will conquer it by the presence. Nikwambie kwa hakika uongo wowote ambaye shetani anaweka katika maisha yako utauvunja kwa uwepo. What is the presence? Uwepo ni nini? Moses knows the most important thing. Let me talk to this house. That means presence is more powerful than promise. Hebu ninene na kanisa hili kwamba uwepo wa Mungu una nguvu zaidi ya ahadi. Presence is more valuable than promises. Uwepo una dhamana kuu zaidi ya ahadi. Whatever the promises of milk and honey, if there is no presence, then it is useless. Hizo ahadi zote za maziwa na asali, maana yake ni kwamba kama hakuna uwepo basi ni bure bilashi. Wewe msichana ambaye there is somebody who is courting you, you must identify the presence, not only to be a woman and a mother. Wewe msichana, kuna mtu ambaye amekuchumbia, ni lazima uweze kufahamu uwepo, sio tu kuwa mama. Am I really talking to a living church? Nanena na kanisa lilo I hai. want to speak about the presence. Maana nataka ninene kuhusu uwepo. What is the presence? Uwepo ni nini? The presence is deep intimacy with God. Uwepo ni upendo wa ndani pamoja na Mungu. Deep intimacy with God. Upendo ulio ndani pamoja na Mungu. Presence is knowing God and being fully known by God. Uwepo ni kumfahamu Mungu kwa kina na kufahamika nawe na Mungu. Let's go, church. Presence is knowing God and being fully persuaded that God knows me. Uwepo ni kumjua Mungu kwa kina na uweze kufahamu kwa ndani kwamba Mungu anakufahamu wewe. So God's presence means truly right with God. Basi uwepo wa Mungu unamaanisha kwamba ni kuwa na uhakika na kufahamika. Moses is saying a word. Naye Musa ananena neno, if you will not go with us, kama uwepo wako hautaenda pamoja nasi, I will not go. Mimi siendi. So he's simply saying, basi kwa kueleweka anasema, he said it is impossible to lead. Ni ngumu sana kuongoza if your presence will not be with us. Kama uwepo wako hautakuwa pamoja nasi. We have no support. Sisi hatuna wa kutushikilia. We have no confidence. Sisi hata hatuna ushujaa. We have no assurance. Sisi hatuna uhakika. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. I speak to this house. Na nena na kanisa hili and tell you one thing. Na niwaambie jambo moja. It should never depart from your mouth. Haipaswi kuondoka kwa kinywa chako. You as a man and a woman of God. Wewe kama mume au mke wa Mungu. Declare the word, if your presence will not go with me, I will not do that business. Tangaza neno kwamba kama uwepo wako hautakuwa pamoja nami, sitafanya biashara hiyo. If your presence will not go with me, I will not take that position. Kama uwepo wako hautaweza kuenenda nami, I don't know what I'm talking about. Sijui nanena na kanisa. If your presence will not be with me, kama uwepo wako hautaenda
pamoja nami. I will just be a figure of circumstance. Nitakuwa tu kiwiliwili ambacho ni cha matukio. The presence is knowing God, not accidentally. Uwepo ni kumfahamu Mungu, lakini sio ajari. We are in him and he is in us. Sisi tuko ndani yake na yeye yuko ndani yetu. There is no shadow between us and him. Hakuna kivuli kati yetu na yeye. The presence of God is the peace that quiets the heart. Uwepo wa Mungu ni amani inayotuliza moyo. It's a mystery of God. Na ni kitu kisichofahamika cha Mungu, that is revealed to those who love him. Ambacho kimeweza kuangaziwa na kufunuliwa wale wanaompenda. Moses says, if your presence will not go with me. Musa anasema kama uwepo wako hautaenenda nami. I want to give a testimony of one of us. Ningetaka niweze kutoa ushuhuda wa mmoja wetu. We are people who jump into anything because it has come. Kuna watu ambao wanakimbilia kila kitu kwa sababu kinakuja. We had a brother in this house. Tulikuwa na ndugu kwenye kanisa hili. Many years, over 20 years past. Miaka mingi kama 20 iliyopita. He was a quantity surveyor. Yeye alikuwa QS. Well versed. Na yeye alikuwa ni mtu ambaye alifahamu hayo mambo kwa ndani. He had a nice job. Kazi yake ilikuwa ni nzuri. Then he worked with the CASA, what do you call, EACC. Alafu akafanya na Ethics and Anti-Corruption Unit. And he was rising in class. Na yeye alikuwa anapanda katika cheo. And in the process, he got another job. Miongoni mwa akifanya pale akapata kazi nyingine. This job was a big job and he was to go out of the country. Na kazi hii kawa ni kazi kubwa, ilimlazimu basi aondoke nje ya taifa. I thank God there are those believers in this church, if they want to do something, they call the servant and the apostle to tell them there is this thing before me, help me to pray. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna watumishi au kuna washirika kwenye nyumba hii ambao wakati wanapata nafasi wanampigia mchungaji na askofu, wanamuuliza nimepata sehemu hii, nifanye aje unisaidie kuomba. You know, there are some people, just because you are desperate, you jump into something. Unajua kuna watu kwa sababu umesononeka unaingia tu kwa kitu. Just because something as you want it, you are going to die for it. Na kwa sababu unahitaji hicho kitu, wewe unataka hata ufe kwa ajili ya hicho kitu. You have waited for a guy to marry you, and anybody who tells you, hata pengine hata si wewe anaita. Umetarajia uolewe kwa muda mrefu, jamaa tu anapiga binja pale, labda anaita watu waingie kwa magari na wewe unaitika. Ni mimi ulikuwa naita? Is it me that you are calling? So this guy we had to pray. Basi huyu jamaa tukaomba. Because we wanted the will of God. Kwa sababu gani? Tulitaka mapenzi ya Mungu. If your presence will not go with me, I will not go. Kama uwepo wako hautaenda pamoja nasi, sitaenda. And the Lord said no. Na Mungu akasema la hasha. He was getting over 3 times the salary he used to have. Alikuwa anapata mara 3 ya mshahara aliyokuwa anaupata. Even more. Hata zaidi. Praise the Lord. Bwana sifiwe. He said, let me stay with this little one. Akasema wacha nikae na hii kidogo. Other than going without the presence of God. Badala mimi nitangulie bila uwepo wa Mungu. Moses is saying, we better stay in the desert. Let's go, church. We better stay. Wewe tuende kanisa kwa nini? We better. Ambia mwenzako, I better stay in the desert. Mwambie mwenzako heli nikae jangwani. With the presence. Nikiwa na uwepo. I better stay in the desert with the presence of God than going where there is milk and honey without the presence. Heli nikae jangwani nikiwa na uwepo wa Mungu, badala niende Kanani, mahali ambapo panatililika maziwa na asali, nikiwa sina uwepo wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So I want to speak to somebody. Not everything is meant for you. Ninataka ninene na mtu kwamba
sio kila kitu ambacho ni chako. Somebody tell your neighbor like that. Na mtu ambie jirani yako everything. hivyo. Not everything is meant for you. Sio kila kitu ambacho chapaswa kuwa chako. So what does this tell me? Basi hii inaniambia nini? The presence is a distinction. Kwamba uwepo ni kitu ambacho kinatofautisha. Verse 16 says, for how will it be known that I and your people have found grace in your sight? Nayo aya ya 16 inasema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako. Praise the Lord. Bwana sifiwe. How? Itajulikanaje? How will it be known Itajulikanaje that I and your people have found favor in your sight? kwamba mimi na watu wako nimepata neema mbele yako? I want to speak to somebody here that presence causes the difference. Ninataka ninena na mtu hapa nikwambie kwamba uwepo unaleta tofauti. Hey, let's go church. Presence. Uwepo unaleta tofauti. People, Moses is trying to say, how will people know the difference between me and our people? Musa anauliza, itajulikana aje tofauti yetu na watu wetu iko wapi? He's saying, if your presence will not go with us, we better stay in the desert. Na anasema kama uwepo wako hautaenenda nasi, heri tukae jangwani. Presence is the highest blessing. Uwepo ni baraka za hali ya juu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Church, Kanisa, I know we are in a world where people are all rushing to be at the top. Praise the Lord. There is nothing as top as the presence of God. ninajua kwamba tunakimbizana na nyakati ambazo tunataka tufikie watu walio juu. Hebu Bwana Yesu aweza kusifiwa kwa sababu hakuna kilichoko juu kuliko uwepo wa Bwana. Moses is saying, if you don't go with us, you will have withdrawn honor and privilege. Musa anasema kama hautaenda nasi Bwana, utakuwa umetuondolea heshima na uwepo. The presence is what the whole Bible involves. Uwepo ni kitu ambacho Biblia yote nzima imehusisha. And so this speaks to everyone who is in this house. Na hii basi inanena na mtu yeyote ambaye ako kwenye nyumba hii. Without the presence, Bila uwepo, let us stay here. hebu tubaki hapa. Praise the Lord. Amen. There's a young lady in this church who was engaged to a guy. Kuna dada mmoja ambaye kwenye kanisa hili alikuwa amechumbiwa na jamaa. And they came to my office. Na wakaja kwenye ofisi ya askofu. And kawaida, nikawauliza, namna gani mokanwe uka na horo ni nini? Msichana akaniambia, unajua, he's my fiancé, we are proposing. Na askofu kama kawaida hivyo ndivyo ulizanga. Hata mimi ndivyo aliniuliza, mwenye amekuja ndiye anakuja na maneno. Sasa huyu dada akakimbia akasema huyu ndiye ananichumbia. And then, okay, I told them, okay, go and see Pastor Mike. Na askofu akawaambia ni sawa, enda umuone mchungaji Mike. Give a hand clap to Pastor Mike. Pigia Pastor Mike makofi. I love kama kazi ni ya Pastor Mike, sio muachie. Unataka kufanya yote ya nini? If the job belongs to Pastor Mike, why don't you just leave it to Pastor Mike? It belongs to him. So after some time, baada ya muda, the girl came back yule dada akarejea alone. Akiwa peke yake. She told me, akaniambia, I discovered that guy, niliweza kutambua yule jamaa because he tells me not to talk to the mother. Kwa sababu ananiambia nisinene na mama. Should not have anything to do with my mother. Hakuna kitu kinapaswa kuhusishwa mama yangu. And she told me, I knew here I am going to a home without the presence of God. Akasema kwamba nilitambua hapa ninaenda kwenye boma bila uwepo wa Mungu. And she did away with it. Na akaweza kujiuzuru. Unajua wengine wangesema,
Kutaongea na mama yako sawa sawa, sawa sawa, siakae, siwe ndio bwanangu, your mother, my todo aka. But let me tell you, you must always be like Moses. If your presence will not be with me, I will not do it. Na nikwambie, lazima uwe kama Musa, kwamba kama uwepo wako hautaenenda pamoja nami, basi sifanyi jambo hilo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So as we speak this great word today, basi tunaponena neno hili kuu siku ya leo, God has a plan for all of us. Mungu ana mpango kwa ajili ya kila mmoja wetu. Because minus the presence, kwa sababu bila uwepo nothing works. hakuna kitu kitakachofanya. The Bible says, and I will give you rest. Na Biblia inatangaza kwamba na nitakupa pumziko. The presence of God gives rest. Maana uwepo wa Mungu unapeana pumziko. Glory to Jesus. Tukufu kwa jina la Mungu. Nations shall know you by the presence. Na mataifa yatakujua wewe kupitia uwepo. Can I hear the church say that word? Na nisikie kanisa likikiri maneno hayo. The nations shall know you by the presence. Mataifa yatakufahamu wewe kukiwa na uwepo. So promises minus the presence, there is no value. Basi ahadi ukiondoa uwepo hakuna dhamana. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. The hardest things with the presence, they become easy. Mambo yale mazito ukiondoa uwepo yanakuwa rahisi. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Moses has seen the power of the presence. Musa ameona nguvu zilizoko kwenye uwepo. Situations that he has no answer. Hali ambazo hana jawabu. But with the presence, he knows something will happen. Lakini akiwa na uwepo anajua kitu kitafanyika. The Bible says, and Pharaoh decided to follow the children of Israel. Na Biblia inasema kwamba naye yule Farao akaamua kuwafuata wana wa Israeli. The Bible says, Pharaoh says, they have been trapped in the desert. Na Biblia inasema kwamba wamenaswa kule jangwani. Wamekwama jangwani. Let's go for them. Hebu tuwaende. And the children of Israel saw them coming. Wana wa Israeli wakawaona wakija. And they began to cry all over. Na wakaanza kulia na kuomboleza kila mahali. And Moses knows the power of the presence. Naye Musa anafahamu nguvu zilizoko kwenye uwepo. He says, stand still and see the salvation of the Lord. Akawaambia, simameni imara hata mtaona uwepo wa Mungu ukiwaokoa. Mothers and fathers of this house, kina mama na kina baba wa nyumba hii, what you need is the presence of God. Unachohitaji wewe ni uwepo wa Mungu. Don't keep running and shouting round and everybody, you want to arouse people's attention. Usiende ukilialia na kusononeka na kuomboleza. Unataka uamshe hisia za watu. Because presence holds firm faith. Kwa sababu uwepo unashikilia imani imara. So I speak to this great house. Basi nanena na kanisa hili in the name of the Lord. Kwa jina la Bwana. The presence has a searching power. Uwepo una nguvu za kutafuta. Hallelujah. Hallelujah. Can we say that word? The presence has a searching power. Uwepo una nguvu za kutafuta. David said, where shall I go from the presence of the Lord? Daudi anasema, nitaenda wapi bila uwepo wa Mungu? If I go high, if I go down, you are there. Nikienda juu hata niende chini, wewe uko. So I speak to you friends and tell you, but the presence of the Lord is the most demanding thing. Na nena na nyinyi marafiki na niwaambie kwamba uwepo wa Mungu ni kitu ambacho kina haja kuu. The presence brings spiritual growth. Uwepo unaleta ukuzi wa kiroho. Gives us divine rest. Na inatupatia pumziko ya utaua. The presence frees you from sin.
Uwepo unakuondolea mambo ya dhambi. It removes insecure thoughts. Inakuondolea mawazo ambayo yako na uoga. Am I talking to a church? Jina neno na kanisa. The presence removes what? Uwepo unatoa nini? There are thoughts of insecurity. You always feel something bad is coming. Hey, am I talking to somebody? Nani ameshawahi kusikia hivyo? Unaonaga tu kitu mbaya inakuja. You always see bad things coming. Hebu nione kwa mkono. Can I see by a show of a hand? Kama pastor amesema wengine wote ni kujifanya. Kama pastor ameinua mkono, nyinyi wote mnajifanya. Nauliza, how many people always feel insecure? Nauliza hivyo. Wafaulu mwadhani yagosho. Bwana sifiwe. Wameinua wote. The presence is going to deliver you from those things. Uwepo utakukomboa kutokana na vitu hivyo. Feeling full of insecure thoughts. Unahisia kila wakati wa uoga. Mtoto akienda shule, wewe unasikiaga tu uoga, atarudi kweli? When a child goes to school, every time you are very insecure, will that child come back? Bwana alienda kazi, you're just feeling insecure. Ukiona simu yake, haya, kwa haja, kugaja, you're just thinking amegongwa na gari ama ni nini? Mzee akienda kazini, kila mara uko na hizo mawazo ya uoga. Akipiga tu simu, unamuuliza uko sawa? Kila kitu iko sawa? Uko na mawazo ya uoga. Am I talking to a living church? Neno na kanisa lilo hai. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Moses says, if your presence will not go with us. Musa anasema kama uwepo wako hautaenenda nasi. Number 2. Jambo la pili, the presence has a saving power. Uwepo una nguvu za kuokoa. Glory to Jesus. Bwana sifiwe. I say the presence has a saving power. Ninasema kwamba uwepo una nguvu za kuokoa. The children of Israel, the Bible says they cried because of the molestation and the slavery. Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakalia, wakaomboleza kwa sababu ya utumwa na hata dhihaka. And God told Moses, I have heard their cry. Na Mungu akamwambia Musa, nimesikia kilio chao. And I am going down to save them. Na mimi nitashuka niweze kuwaokoa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The presence of God has a saving power. Uwepo wa Mungu una nguvu za kuokoa. Can I hear a praise the Lord in this house? Nisikie Bwana asifiwe kwenye nyumba hii. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. The presence gives us, we become spiritually minded. Uwepo unatupatia mawazo ambayo ni ya kiroho. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Number 3, I want you to see this word. Jambo ya tatu ninataka uone neno hili. The presence has a separating power. Uwepo una uwezo wa kutenganisha. Hallelujah. Hallelujah. Meaning the presence has a consecrating power. Maana yake ni kwamba uwepo una nguvu ya kuweza kutenga. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. To separate and to consecrate for the purpose of God. Kuweza kutenga na kuweka vyema kwa ajili ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Am I talking to a living church? Jina nena na kanisa lilo So hai. the presence of God is a powerful thing in our lives. Basi uwepo wa Mungu ni kitu ambacho ni kikuu maishani mwetu. So wherever, whoever, whatever you do, yeyote na chochote unachokifanya, the presence is what you need. Uwepo ndicho kitu unachohitaji. Declare it every day. Itangaze kila siku. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The presence of God has a settling power. Uwepo wa Mungu una nguvu za utulivu. Nguvu za utulivu. Settling power. Tuende kanisa. The presence of God has a settling
power. Uwepo wa Mungu una nguvu za utulivu. Na kuambia Mungu anaenda kukutuliza. I declare to you, the Lord will calm you. Tuende kanisa. Ambia mwenzako Mungu anaenda kukutuliza. Tell your neighbor, the Lord will calm you. Wacha kuchemuka, Mungu anaenda kukutuliza. Stop boiling, the Lord will calm you. Your heart is running faster than you. Moyo wako unakimbia zaidi yako. God is going to settle it. Mungu atakutuliza. There is a settling power in God's presence. Kuna nguvu za utulivu katika uwepo wa Mungu. Number 4. Jambo la 4. The presence of God has a satisfying power. Uwepo wa Mungu una nguvu za kushibisha. Yes. Kweli. Satisfying. Mungu atakushibisha. Nguvu za uwepo wa Mungu una nguvu za kushibisha. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Because he is our Father and he is our God. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu wetu na ni Baba wetu. He has never failed. Hajawahi kushindwa. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. The presence of God. Uwepo wa Mungu. When Moses arrived in Egypt, wakati Musa alipofika pale Misri, there were several miracles. Kulikuwa na miujiza mingi. When he changed water into blood, alipobadilisha maji yakawa damu, the Egyptian magicians did the same. Wale mazigaombwe wa Misri wakafanya vivyo hivyo. Then he did the second miracle. Akafanya muujiza wa pili of frogs. wa kuleta viura. They also did the same. Wale vile vile wakafanya hivyo. But there was a third one. Lakini kukawa na ya tatu. Ndio mwenzako kuna ya tatu. Tell your neighbor there is a third one. Let's go. There was the third one of nuts. Ile ambayo ni ya kuleta, sema nuts. Nasiju karanga, nuts. When the nuts came, wakati hizo vitu zilikuja, do you know what the Bible says? Unajua Biblia inasema nini? They tried. Walijaribu to create the same. Kujaribu kutafuta kama hizo. But they were not able. Hawakuweza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako mtajifananisha lakini the presence will cause a difference. Tell your neighbor you will try to copy paste, but when the presence is there, it will never be the same. Let's go, church. You will try to photocopy, or you will try to dress like me, you will try to get a job like mine, but the presence will cause a difference. Utajaribu kujifananisha na mimi, utajaribu kuvaa sare kama zangu, utajaribu kutembea kama mimi, lakini uwepo utaleta tofauti. That's what separates people. Na hiyo ndio inatenganisha watu. When the nuts came, wakati ambapo nuts zilikuja, chawa, chawa. Wakati chawa zilipokuja, nani hapa anachua chawa? You know, these are born city, Nairobi city, where there is always doom, what? Najua hawa watu wengi ni wa Nairobi hawajui chawa ni nini. Kama ujui chawa, ujui kitu. If you don't know nuts, then you know nothing. Sisi tulikuwa mpaka tunazikula na meno, kwa sababu zimejaa kwa nguo hivi round, na unajua zilikuwa zinakaa hapo kama makenya basi. Sasa kwa sababu umeua kidole imekuwa red kwa sababu ya damu, sasa una decide tu kuuma tu, unazipiga tu kama marisasi na meno. Am I talking to somebody? Tena neno na mtu. So it reached a place where they said this one is the finger of God. Ikafikia wakati wakakili hawa wa Misri kwamba hiki ni kidole cha Mungu. This is the finger of God. Wakakili wakasema hiki ni kidole cha Mungu. When the presence of God comes, you will not try to tell people you know. You will not fight battles. Wakati uwepo wa Mungu utakuja, hautawaambia watu unajua, hautajaribu kupigana vita. Church,
there are some battles you are not going to fight in the presence. Kanisa, kuna vita ambavyo hautapigana kama uwepo wa Mungu uko na wewe. Hallelujah. Hallelujah. David told Goliath, Daudi akamwambia lile jito Goliathi, this battle belongs to the Lord. vita hivi ni vya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And let me talk to somebody. Na hebu ninena na mtu. We have a God in heaven. Tuna Mungu mbinguni. We have a God in heaven. Tuna Mungu mbinguni. He will fight for you. Atapigana kwa ajili yetu. So the presence is a secret of success. Basi uwepo ndio siri ya ufanisi. It's a secret of victory. Ndio siri ya ushindi. It's a secret of unusual exploits. Ndio siri ya kuendelea kusikokuwa kwa kawaida. Presence overcomes great problems. Uwepo inaweza kushinda shinda kubwa. And fulfills our divine destiny. Na inaweza kutosheresha mahitaji yetu ya kiroho. In the presence, people are supposed to tell you no, they will say yes. Katika uwepo, watu ambao walikupinga wakasema la, watasema ndio. It is the key to undeniable breakthrough. Kwa sababu ndio funguo ya uwepo na upenyo ambao hauwezi kuzuirika. The presence. Uwepo. That's what we need. Hicho ndicho tunahitaji. Church, kanisa, the presence. Uwepo. And God is going to show himself good. Naye Mungu atajionyesha mwema. This presence has a sanctifying power. Uwepo una nguvu za utakaso. Hallelujah. Hallelujah. The presence has sanctifying power. Uwepo una nini? Nguvu za utakaso. So I speak to every mother, father in this house. Basi nanena katika kila mama na kila baba kwenye kanisa hili. If the presence will not go with you, kama uwepo hautaenenda nawe, don't attempt that thing. Usijaribu kitu hicho. Just stay in that single room. Kaa katika hicho chumba kidogo. Because God will give you rest in that than what you think. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atakupa pumziko hapo kuliko kile wewe unachofikiria. Am I talking to a living church? Je, nanena na kanisa lililo hai. We are living in days of competition. Tunaishi nyakati za mashindano. Where do you live? Where do you work? Who is your husband? Where does he work? Who is your wife? Which saloon does she go? Hey! Unaishi wapi? Unafanya kazi gani? Mume wako ni nani? Anafanya kazi wapi? Unaenda saluni wapi? Jameni! Which car do you drive? Unaendesha gari ya aina gani? Which church do you go? Unaenda kanisa lipi? How educated is your pastor? Wewe mchungaji wako ameelimika kiwango gani? Pastor Beatrice, God bless you. Huyu anatoka Karen. He is the neighbor of Ruto, but she comes here. Pastor Beatrice, Mungu akubariki. Huyu ni jirani ya namba 2 hapa Kenya na anakujanga hapa. Wewe hata si neighbor ya chief. Wewe hata si jirani ya mzee wa mkoa. Lakini hata hatuwezi kupumua hapa. But we don't even breathe here. Am I talking to a church? Nanena na kanisa. Tell your neighbor the presence. Can you tell your neighbor uwepo? I say the presence. Nasema uwepo. That's what we need. Hicho ndicho tunahitaji. The presence will not be with you. Uwepo kama hautakuwa na wewe. Hata America usiende. Even America, don't dare. God will bless you here. Mungu atakubariki hapa tu. Stay in the desert with the presence, other than milk and honey without the presence. Ukae jangwani ukiwa na uwepo, badala ya kuenda kule Kanani mahali kunatililika maziwa na asali bila uwepo. There are some homes where the husband does not know where the wife is. Kuna boma ambazo hata mume hajui mke. She has her own car. Ako na gari yake. Ameenda Galleria kunywa coffee na mabeste wake. She's gone to Galleria to take coffee with the friends.
Watoto, kila mtoto ako na gari yake, wengine wako wapi, kina wapi. Sasa askari ndiye anajua nani amekuja. The children have got their cars, they do not even care wako wapi. Hata yule ambaye ni mlinda lango nyumbani ndiye anafahamu nani ameingia. Afadhali uwe mkiletwa na tuktuk, baba amekuja na tuktuk, mama na nduthi, mtoto na nduthi, jioni mnakula kichwa ya samaki. Hapo sawa. If the presence will not go with me, I better stay where I am. Kama uwepo wa Mungu hautaenenda na mimi, wacha nikule kichwa ya samaki. But listen, lakini sikiza, the presence is a promoter. Uwepo ndio kitu ambacho kinainua. Is a promoter. Kunainua. But so wherever you will go, you will have it. Lakini popote utakapoenda utaenenda na uwepo. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. Many are the struggles we have. Mara nyingi tuna mateso mengi without the presence. bila uwepo. Can we all stand up together? Hebu zote